Tazame, iangalie. Nimetoka Kundani. Amen. Hamjambo. Habari zenu? Na watamani. Amen. Okay, mimi mmoja hapa kumshukuru Mungu. Mimi mara yangu ya kwanza kuingia hapa. Tangu nimeingia hapa nimeona kubarikiwa. Umebarikiwa, kuna watumishi wazuri kwa hii nyumba. Na ningependa niwe mmoja wenu. Nimebarikiwa sana by the way. Baba zangu shikamooni. Mama zangu shikamooni. Na wengine wote Bwana Yesu asifiwe. Uko salama Mimi nami sinasema nafurahi sana. Sijui kama umebarikiwa tangu ibada zote zimeendelea. Ishara ya mtu kubarikiwa huwa anatoa sadaka nzuri. Amen. Hii ni mpya hii. Usinisaidie baraka mimi. Kama vingine sikusaidiwa. Nitazaa tu baoa bibi mtu mwingine anasema nipende kusaidie. Wamama wao mnapenda kusaidiwa mambo ya ndoa. Lakini bora mna wivu hivi lakini. Aliye waroga sijui ni nani. Amen. Unajua ahadi ni ile ya kusema na wangapi wameahidi vitu na hawajafanya hapa. Tukuombee, hiyo ni roho ya maskini. Na ndio maana hata yule mwanamume ama mwanamke uliyopatana naye, Mungu ninasema kila anayesikia wivu asiwahi kufanikiwa. Maana ulisema wenye wivu hawaendi wapi? Sasa kama hataenda mbinguni atafanikiwa kweli? Baba umubariki. Sijui kama yule mmoja anaweza mpata hapa, sijui kama na haya. Si wewe hata kikuangalia vibaya hawakuwezi. Wao ushanunulia baba, ushanunulia kanisa. Natosha. Ama unaweza kwenda. Ndio Yesu Mungu. Haya, ngoja baraza. Unakaa smart. Hii Mungu akubariki. Si kitu rahisi. Kuna wengi wanangu waliniahidi hapa, hawajaita tena. Naona Mungu amenipatia mtoto mzuri. Kwani una wivu ikiwa nimepata mtoto mwingine? Unajua kuna mwingine anaweza kuwa anaona wewe baba sasa ashazaa atanisahau mimi. Nikusahau na lipi? Hata wewe ni mwanangu. Niko najua hapa niko na wanangu waongo, niko na wanangu mateja. Sasa mimi sijakata uzazi, si ndio? Bado naendelea kuzaa. Endelea. Ati endelea. Nasema amen. Naendelea pale. Sasa nimepata wagasi. Unajua kesho nitapata mwingine. Haleluya. Wacha tukuombee. Songelea gasi. Haita milipuka. Pastor, hata kilipuka inajua pastor hiyo. Hata mimi ni gasi. Nyosheni mikono, lakini sio wenye wivu. Tafadhali. Baba, katika jina la Yesu, maandiko yako yanasema umubariki atakayekubariki.
Baba anabarikiwa na kanisa nzima, wazee, wa mama na hata vijana na hata watoto. Maana amebariki kanisa hili kwa ajili ya kazi na baraka na neema na amani. Wacha maisha yake yakabadilike. Baba yangu akabadilishie mpaka kule nyumbani. Wote waliomnenea vibaya wakashangae katika jina la Yesu Kristo. Baba, ulisema ya kwamba Bwana, yule atakayebariki nyumba ya Mungu hatawahi ona njaa siku zote, hatawahi ona shida siku zote. Basi shida zikakome, njaa zikakome, maroho yakakome, maana amebariki kanisa lako. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu anaporudi kukaa. Baba yangu Masia, wacha baraka zikamkalie kila mahali aendapo, rejeapo na atakapo. Chochote anachowaza na anachopanga, Baba, hakuna yeyote atakayepangua. Maana kila mipango yetu tunayopanga, Baba, itaenda sawa kama tamanio la moyo wake. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba na kuamini. Mwanangu usibarikiwe. Sasa huyu ndo amenibariki na gasi. Nimefurahi sana na sote tunamtakia amen. Kuna wengine anasema wengine anasema hata hajasema jina. Haya. Hello. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kwa majina naitwa Christine Mwanguma. Ni mko Mduruma. Kwetu ni Kiwevu, kwa sasa niko Likoni. Kuna mmoja kati yenu ndo alinizaa hapa. Mbarikiwe na namshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa kuniwezesha kutimiza ahadi. Mimi nimebarikiwa. Tunaona baraka zinanifuata. Kuwa kitu kizuri. Utadai na utakiona. Amen. Mimi nimefurahi. Umeona amehubiri hapa. Ni mama. Alisimama na baba siku moja. Nikafanyiwa nini? Nikafanyiwa nini? Na wao walisimama kama baba na mama. Ndio maana najivunia. Tuwaombee wapate maisha marefu. Amen. Na waendelee kuhubiri injili.
na wanaongea ukweli. Siku moja baba alisema atainuka hapa ashuhudie, kanisa linashangaa. Anasema tulia tu mwanangu, tulia tu. Amen. Sasa na mimi natulia, na wewe tulia. Amen. Unajua unakaa sura nzuri. Unakaa vizuri. Hamukai kuzeeka, hata ametoka hapa amehubiri anakaa. Unajua kuna watu wengine walikuja hapa walikuwa sura zimekujana. Yaani damu ya Yesu ikatakasa, sasa inaonekana kijana. Ulikuwa ovyo. Lakini Yesu anakutengeneza sasa unameremeta. Kwa maana kuna kanyimbo wanasema kwa Yesu anameremeta. Anameremeta. Sio unameremeta. Kama uamini, kama kuna mtu anakuambia wewe ni mbaya, mimi nakuita wewe ni mrembo, na kama ni mwanaume wewe ni handsome. Tena sana. Na ndio maana huyu anayekupenda anaponea wivu. Maana kila alichokipendea anajua mwingine atakiangalia akipende. Sio unaonewa wivu. Kwa sababu kuna kitu aliona kwa akakipenda. Ndio maana ya wivu. Ndio. Sana mwanamke yoyote anaonea wivu kitu chake, anajua mwanamke yoyote atapenda kama vile yeye alivyopenda. Ndio maana mna wivu. Wanawake wana wivu kuliko wanaume. Wivu wa mwanamke yeye anaumia kwa roho, anakuambia na kushauri kama atakupiga. Lakini wewe una wivu mpaka unapika chakula kinatoka vibaya, jana kilitoka vizuri. Leo unasikia vile mama vile ameongea, amedhihirisha wivu wa wanawake. Akasema pika umwagie hapo. Pika uweke hapo na usikilize. Sasa zingine tunakula sukume na kali kama inasema usinisukume, sio jina langu. Haleluya. Amen. Uko sawa? Amen. Lakini kuanzia sasa sisi wivu wetu ni wa Yesu. Si ndio? Bwana sadaka nzuri takatifu kama kweli unampenda Mungu. Na ndio hapa Mungu ndo anaangalia roho zetu. Amen. Hapo ndipo Mungu ana test. Ni kipindi gani una imani bila matendo? Ilikufa. Hata wewe pia leo kama una matendo, karash. Amen. Yes. Haleluya. Na niliwaambia kitu kimoja juzi, nilikuwa katika kuwafundisha. Kuna kitu mwanangu hauwezi kukitoa hivi kwa kuombewa. Sana maagano. Agano ukiangalia sana kufuatilia Biblia, Mungu akitaka kuvunja agano mpaka afanye amwambie mtoto wake yule mtumishi toa kitu fulani. Ndio maagano yafanye nini? Yes. So kuna kuomba kwa imani kwa sababu kuna kitu unafanya katika ile kanisa. Wewe ikifika wakati wa sadaka ndio unashikwa na mikojo. Una wasiwasi, unachelewa. Sikiliza. Lakini wasifa wao uchelewe. Sadaka unachelewa. Unasikia roho inapasuka. Yaani nakwambia wewe, yaani hata yule aliyekuroga anasikia raha mahali alipo. Yaani yeye alikuja akachukua kwako chat, akachukua uzi tu. Lakini anafuta vile unatengatanga. Maana hata wewe Mungu wako ndiye mwabudu, humpendi. Nisonge mbele wapi? The moment tumeweka legacy ya kwamba kila nitakapopata sipunguzi na wala sisidishi, ni hapo background yangu ya 50 ya 100 akikupatia kwa mfano wiki hii Mungu amekupatia 5,000, si ndio? Unakuja unatoa 10, si ndio? Alafu wiki unapungua, unakuja unapata 2,000. Wanajua kuna watu wanamwimbia Mungu na kidani wiki hii atapata vizuri ama mwezi wake atapata. Ndio anakuta huo mwezi unaisha kwa madeni mengi kuliko uliopita. Na unasema ulikutolea Mungu, maana ulimwimbia Mungu hapo furahi. Kwa hizi siku zote mwizi huwa kubali mwizi hata kama ameiba. Kuna mtu mmoja alienda kuiba viatu. Sikitini ameiba viatu, amemshikilia kwa mkono,
Na nasema sijaiba. Amen. Usimwibie Mungu. Haleluya. Na kwa Mungu huwa hakuingiki tu. Kibovu. Yeye mnajua kuchagua. Mwanangu ametoka kuhubiri hapa. Nasema Wakikuyu wanapenda pesa, si ndio? Wewe uchawa hiyo una pesa ukasema Wakikuyu ndio ndio pesa. Jo wewe. Hakuna. Ninyi wote mnapenda pesa. Ni kitu gani ukipigiwa simu ukitishwa unakasirika ghafla? Lakini ukiamua mtu uchukue hata kama sina fare, unaomba jirani, nisaidie na shilingi 50 na tutamrejeshea. Ukifika huko kiposa unasema huyo mtu hata ana ni mwendo wazimu. Na mwendo wazimu ndio umedanganya. Tamaa. Haleluya. Sikufichi kama vile unapenda hiyo pesa kama ndivyo unapenda Mungu. Sikufichi hata kule kwetu wangekuita wachawi. Maana ungejenga majumba, maana fedha na dhahabu ni ya nani? Sasa umeikosa maana hata mwenye hiyo fedha na dhahabu umpendi. Umependa hii, umemruka yeye ukapenda pesa. Juzi niliwapatia mfano. Kati ya Waislamu na Wakristo, nani wanapenda Mungu wao? Kwa hivyo wewe umekuja hapa umpende Mungu. Kama hata kama ana customer, anasema malizia wewe mwisho nifunge. Si kweli? Na wewe unaenda unasimama hapo. Somali. Ndio sana nani? Na anafunga. Acho kwa Kristo. Nakwambia leo nilikuwa nimepata barua ya kufua. Sikuweza kuja kanisa. Leo nimeitwa ghafla. Alafu kifika wakati ana shida, watu wameona mimine moyo wake. Nasema malaika wameshuka. Kumbe ni uongo mtupu. Siku moja nikaja nikawaambia mfano tu, Mungu awe hapo. Afikirie hivi, atazame, wangapi wananipenda? Alafu aseme, wangapi wanachukia shetani? Alafu sasa shetani naye aitwe na Mungu, njoo. Shetani, njoo. Hebu tafuta hao watu wako, angalia wale ambao ni wako hapa. Wale ambao wanapenda matendo yako, wanakusikiliza wewe kuniliko, uwachukue uondoke nao. Hebu nikuulize mpendwa wa Mungu, kazi zako zote na uaminifu wako na vile umekaa hapa, ukiangalia hivi kwa mwenendo wako na unamchukia shetani, atakubakisha kweli ama atatoka na wewe? Nakwambia Mungu atashangaa. Atasema huyu ni wangu. Anaenda na ile vile vipimo kama vile unavyopima pressure. Ukiona imeandika 100% ujue huyu ni wa shetani. Sasa anakuja hapo, Mungu anasema Mungu nisamehe. Sasa hiyo hapana, shetani ndio amekuja. Unapima unaonekana kwa shetani. Unaweza kubaki wale watoto hata teenagers wanaweza kama wawili. Sunday school wakabaki. Hata pasa ya kapima akaonekana yeye. Uko na hakika hapa Mungu. Unajua kuna njia ya peponi na ya jana. Unajua shetani atasimama kwa mtu wake. Sasa hiyo kunapita. Unaona Mungu hata wewe mwenyewe unamchukia. Maana CCTV limewekwa hapo. Yaani unaangalia hata mwenyewe unasema shetani. Wacha tu nije. Yaani wewe umefika tu hapo kwa hiyo line, unaona tu matendo yako. Amen. Ukifika wakati wa sadaka unakasirika. Baba unasema, yaani ikifika wakati wa sadaka, pastor anaongea maneno mengi. Sasa umenianza tayari kunitonga huko. Wewe angalia zile shida ulizonazo. Nyingi. Hello.
Ukimpenda Mungu na kila kitu chako, Mungu atakuonyesha, atakuonyesha, atakufurahisha, atakupigania, atakutetea. Mama amehubiri mpaka akasema kuna watu wakiona wageni, sijui kwa vile watu zingine waenda waombee watu, wanakuwa na watuma na kina Monica wakienda kuombea watu, nyinyi mnaozaa huko. Hii kama aliona maji anapaka kama ni maji ya mboga na aligani ni chai. Amen. Haleluya. Tunajua ni vitu zile kweli hii. Hii na kama ina ukweli. Unajua unaweza bandika chai ukasikia mlango gongo ukaenda kaongeze. Nawe ni mchoyo. International. Ibrahim, ukisoma kitabu cha Ibrahim Mwanzo, aliwaona malaika kama vile neno la Bwana lilivyosema. Na aliona watu wawili akawakaribisha. Najua wale watu wawili walimtembelea Ibrahim ndio walienda kubomoa Sodoma na Gomora. Ama hamjui? Hao waliotoka hapo kumbe walikuwa wamekuja kumkava Ibrahim. Haleluya. Wakaenda karibu Sodoma na kwa sababu walilakiwa vizuri. Wewe unakosa kulaki mtu vizuri ndio amekuja kwa nyumba ndio anakuharibu. Watu wengine si watu, uliopokeaje? Amen. Umejiandaa kumtolea Bwana sadaka? Kabisa. Sadaka nzuri. Ukisikia moyo wako unamtolea Mungu lakini unasikia roho ya kuhukumika. Hili sio kanisa linalojali hizo vitu. Tunaambia wale walio na moyo wa kujali Mungu. Ni sawa? Na tuko serious kwa kile kitu tunafanya. Haleluya. Amen. Unamtolea Mungu wako. Wewe ndio unajua na Mungu wako. Wewe ndio unajua na shida zako na Mungu wako. Na ndio maana before hiyo sadaka itoe, tunakuruhusu uiombe wewe mwenyewe. So kama ni mwizi kuchombe wewe mwenyewe kwanza. Si sawa? Kwa hivyo kuwa serious na Mungu wako kama vile unavyotaka kuwa serious na maisha yako. Kama vile unavyotaka kuwa serious na ndoa yako. Kama vile unavyotaka kuwa serious na ujana wako. Kama vile unavyotaka kuwa serious na kazi yako. Kama vile unavyotaka kuwa serious na watoto wako. Usifanye joki kwa njia ya Mungu. Unamfanyia Mungu mchezo, unachukua sadaka, hata wewe mwenyewe unajua hiyo sadaka unamtolea Mungu ni mbaya. Na haujali na hauna roho ya hofu. Alafu wewe ndio baadaye ukipata shida ndio unamwahidi Mungu kwamba nikifanikiwa nitafanya ABCD. Na siku utakapofanikiwa hata Mungu akikuonyesha dalili za kufanikiwa unasahau. Ni sawa tu. Sisi utatuona tuko tu tukiendelea kuhubiri Injili. Amen. Na wote watakuja kutueleza shida. Na wenzako watakuja kushuhudia. Amen. Unaona mwanangu, unaona vile uko na nguvu. Unaona vile uko na nafasi. Hiyo nafasi Mungu atakupatia na sababu. Na siku utakapozubaa hiyo nafasi ukiondokea, hata uje umlilie Mungu mara ngapi, unapitia adhabu nyingine kali sana. Na hakuna mtu anakusaidia na watatoroka. Hata wale ambao ulikuwa wanasema tulikuwa kazi pamoja. Nenda na shida sasa hivi. Utamuona ni Mungu hawezi kukuacha. Amen. Saa zingine hata Mungu niliwaambia jana, saa zingine Mungu anakuinulia maadui kila mahali. Niliwaambia hata usiwahi kutoroka adui. Adui hatoroki. Adui ni kujua jinsi ya kudili na adui. Sasa ukimtoroka, niliwaambia hata ukihama hapa Tulia Moyo, sema wacha niambie sijui wapi niende mbali. Usifikiri Mungu huko utapata adui. Tena utapata kisirani mkubwa. Pako tamani kurudi wapi? Tulia Moyo. Haleluya. Maadui hawatoroki, maana wako kila mahali. Na walianza nyumbani. Na ndio maana hata kujua vipi kule ni kwenu bado utaenda, hata kama unarogwa na babako, unarogwa na nyanyako. Hata ukatae, sitaenda, utaenda. Usipoenda ukiwa mzima utapelekwa kuwa maiti. Haleluya. Yes. Nawaambia ukweli. Adui atoroka. Ni ujue jinsi ya kudili na adui. Na kujua jinsi ya kudili na maadui ni kuweka Mungu mbele. Huyo ndo atakuongoza kila mahali. Kwa familia atakuongoza.
kila mahali. Unakuwa adui mkubwa ni wa nyumbani mwako. Kinachokosesha imani ni sisi. Ni vitu vinavyotendeka pale nyumbani. Haleluya. Sasa utakimbia. Na wewe pia unaweza kuwa adui. Unajua wewe mwenyewe ni adui pia. Halo? Wewe unaweza kemea adui na umeacha hiyo dhambi unayofanya. Unaona sasa ikifika mahali sasa linagusa ukweli. Kanisa halina watu. Nasema wewe mwenyewe unaweza kuwa nani? Maana hata nafsi yako inaweza kukukanya usifanye kitu, lakini kwa mwili wako katamani na ukafanya. Sasa wewe ni adui. Ndio unaambiwa mwili ulikuwa ukishindana na roho toka kitani. Sasa unaona wewe hapo unashindana na Mungu. Visually. Na wewe ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Alafu unaniambia nina maadui wengi. Umekosa kujisema. Halo. Amen. Ndio maana Mungu akamwambia ushafite kwanza lile boriti. Sijui kama kuna boriti leo, lakini wewe mwenyewe unalijua ni boriti gani. Lisafishe ndio ulipenda ile mwenzako, alafu ile mwenzako usimwambie toa hii. Unamwambia Mungu alinitoa hapa. Mungu aliniondoa hapa. Amen. Haleluya. Sisi sote tulikuwa wenye dhambi. Hata kama umelelewa katika Ukristo. Kwanza kama kuna watu wabaya, ni wale wamelelewa katika Ukristo. Unajua Kristo ni mimi. Wenye vituko wakubwa ni watoto wa mapasta. Halo. Mtoto wa pasta asipookoka yeye mwenyewe personal, akibeba ile roho ya kwamba babangu ni pasta, huyo atatesa huyo pasta. Lakini akiokoka atafuata sheria za Mungu. Amen. Kwa hivyo hata watoto wetu kama tunawalea katika maadili, lazima tuwapatie time wafunzwe jinsi ya kudili na wazazi wao. Ndio maana tumeweka Sunday school na by the way hata nimekumbuka. Asante Yesu. Idadi ya watoto wangu wameongezeka ni wengi. Kwa hivyo vitenge vimekuwa vingi mno. Kwa hivyo inabidi hapa kitenge ni 300. Nikipata watu 3 wanisupport na vitenge viwili inatosha. Nimepata mzee wa kanisa amesema atanisupport na 2. Nani mwingine atanisupport? Ni watoto wetu. Mimi nitanunua karibu 20. Ngapi? Ya. Ingapi? 2. Mtabe 2. Mtabe. Amen. Karibu. Ngapi? 3. 3. Wengine asante nyuma, hizi ni baraka za watoto. Unaona mimi nimejitolea kwa nyingi zenyewe. Ngapi mada mmesema asubuhi lakini sikukuelewa ngapi? 5, 3, 5, 8, 2, 10. Alafu unasikia kuna mbili zingine. Lakini hizi vitu vinashona wiki ijayo tayari. Kwa hivyo ukinyosha mkono namba ya simu iko hapo. Kama sika iko kwa simu unanipatia cash. Yaani kama nikukusamea ni leo kesho unipatie, sawa? Yes. Amen. So 2. Hiyo ni 12 14. 2 14 16. 20 wapi bado ngapi 20 watoto wangu? Tumshangilia nyinyi watoto. Watoto wako nje. Watoto wangu nawafanyia mambo mazuri hapa kanisani. Utapendeza. Kuanzia wiki ijayo mimi Mungu amenibariki. So sasa ni 16 bado vingapi? 4. 4. Ngapi? 2 au 3. Wow. Haya, hiyo ni 19 sio? Bado 2. Bado 2. Sisi watu wa moja, ukinyoshia moja
Yule mmoja unajua alifanyaje, alienda kuzizika. Haya, mimi sitaki baraka moja. Ya, wewe jenta. Hebu nikumbushe hao watu. Nikumbushe, wewe tulia bana. Wewe ni kama hutaki kutoa hiyo kitenge. Ndio umetoka kuhubiri. Haya. Kuna andika Magdalena Juma. Yes. 5. Alafu 3 Claire 3. Alafu tunakuja kwa nani? Huyu. Linet 3. Alafu ndo tunakuja Pamui 2. Ya Jackson 2. Mtave 2. Nani mwingine? Ya. Baba 2. Bila kitenge ni 300. 2. Mzee. Kwa hiyo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Ndio 3. Ya. Hebu account hiyo ni ngapi? Haijafika 20 something. 19. Okay. Ni 19 ya? Ya. Hizo ni ngapi? Zote 19. Nilikuwa zinafaa ziwe 20. Iwe 20 lakini sasa unaongeza moja ifike 20. Kuna mwingine nimemfungia. Niko na wanangu wengi na ni watoto wenu wengine hata wanasema unashikilia hao. Na mimi nakufanyia mazuri wewe. Imefika 20 Inatosha hiyo. Usiseme kama hujatoa. Wapigeni makofi wale wamejitolea kwa ajili ya baraka na watoto. Ufalme wa Mungu umefanikishwa na watoto wadogo na hiyo ni baraka kubwa sana. Kwa hivyo mafundi utaniwekea 1,200. Yako ilikuwa umetumana. Hizi hapa zingine. Si unaona hao mama. Wajua wanasema pastor hata usiongee sana, wewe shika. Ndio hiyo. Pastor hapa. Monica usichukue. Amen. Haleluya. Haya. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Wangapi watanunua nini? Lakini teenagers tusisomalizana asubuhi. Tumekubaliana. Si ndivyo? Hamtanichukia. Si ndivyo? Usinichukie. Hata tutapiga mahesabu na mafundi. Mafundi nitawasimamia. Walisema niwapatie za maziwa. Haya. Na mimi niongeze vitenge hapo. Sasa ile ya juu na huenda mkapata. Sawa? Sasa simupige makofi. Haya. Asanteni. Unajua mimi sina mahali pa kuongelea watoto wangu. Ni hapa. Na sisi ndio tunatafuta baraka kupitia kwa Mungu. Si mambo yangu, ni mambo ya watoto wetu. Wakipendeza tunafurahi kama wazazi. Haleluya. Amen. Waliona wivu vijana walivyong'ara Jumapili. By the way niliulizwa na mapasta. Yaani wewe ndio unafanya harusi na uko kwa fellowship na huja tuambie kisha sasa ni harusi gani hii nimefanya. Niliona hata walikuwa wamenyosha mikono wamepanga laini. Ndio hizo waliona hapo kwa mitandao. Nikamwambia pole nilisahau kukualika. Sasa unajua baadaye aliponisikia ninasema iwe hivyo, alishangaa iwe hivyo vipi na ishakuwa. Hawakujua kama nawaombea sasa harusi ikae, si ndio? Amen. Wacha tumtolee Mungu. Andaa sadaka yako. Andaa fungu lako la 10.
Andaa nadhiri yako. Nenda mbele za Mungu dakika 2. Itamukie jambo hiyo sadaka yako. Asante Bwana. Tuko mbele zako Mfalme. Tumebeba kile ulichotubariki nacho. Tazama mikono yetu imeambatana na mioyo yetu. Moyo ni unaotoa Baba. Tunatoa Baba. Uende ukatutoe mahali waganga wametuweka. Tunatoa Baba, uende ukatukomboe. Tunatoa Mungu, ukomboe maisha yetu pamoja na watoto wetu. Kila kitu chetu Bwana Yesu. Tunaona wana wa Israeli ulivyowaagiza ya kwamba mchinje mwana kondoo, mupake katika mimo, na utatumana malaika ambaye ataenda kumaliza uchawi. Utatumana malaika ataenda kumaliza maadui. Rakabusanda. Baba, hii ikawe kwa mimo. Watu wetu wasingiliwe, maisha yetu yasingiliwe, huduma zetu zisingiliwe, kila maisha yetu Bwana yawe mikononi mwako. Na wale ambao Bwana waliturushia maneno na walikuwa na mipango mibaya, Baba ukamalize vitu zao vyote, ukamalize kila kitu chao, kwa sababu Baba tunatii amri yako. Baba, katika kutoa ni amri yako. Baba, katika kutoa ni ibada yako. Baba, katika kutoa ni takatifu wako. Baba, tunakutolea masana majira haya. Baba, ukaipokee sadaka hii Bwana, ikawe manukato mbele zako. Tunaponyosha mikono yetu, ni roho ndio inanyosha Bwana, na roho yetu tunaponyosha, tunainyosha kwako, tunainyosha Baba. Kuna mtu ananyosha kwa kazi yake, kuna mtu ananyosha kwa watoto wake, kuna mtu ananyosha kwa ujana wake, kwa ndoa yake, kwa kazi yake, kwa watoto wake, kwa masomo yao. Wakanyosha, ukaipokea sadaka hii Baba, ukawe manukato masana majira haya. Waso wangu ulisema kwamba tukuwe kitu tena, tukuwe kitu tena. Hata Ibrahimu ukamwambia Baba, utolee mama aliyenona linanana. Baba, tunakutoa manawe sote ziko tayari, zinanona mbele zako. Tunajitoa ukatubariki, ukatubariki, ukatutolea, ukatuletea, ukatupigania katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukaitakabali sadaka hii, ukaipokee sadaka hii, na ukavunje kila roho isiyokuwa yetu, bali ukatubariki na tukawe na maisha ambayo Bwana yana ulinzi na yamejaa baraka tele, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, tumeomba na hata kuamini. Amen. Toe Bwana. Tolea Bwana, tolea Bwana, tolea Bwana, na baraka kukutu.
Ngoja. Haya. Tuingie kwa sifa. Dakika